wa vijijini. Kwa nimeenda Muhukuru, mpakani kabisa mwa Tanzania na Msumbiji. Nilikuwa natembelea mpaka wetu wa Mkenda kuangalia hali ya usalama katika mpaka wetu. Kwa simu yangu hasa ya Vodacom sikuweza kupatikana. Nilipofika saa moja naingia mjini ndo napata message yake akinitafuta. Ni bahati mbaya, kumbe ndio ilikuwa kuagana. Tukaongea mambo mbalimbali, lakini moja wapo tulilozungumza ni hali ya maji katika kijiji cha Nakawale, kitongoji cha Mkenda, mpakani pale kwenye mpaka wa Tanzania na Msumbiji, ambapo hakuna maji. Nikamwambia, mheshimiwa mbunge, hali pale nimekuta ni tete, unarudi lini? Akaniambia, bana, nina changamoto kidogo ya mguu, baada ya Christmas nitarudi. Sasa nikamwambia, ile ahadi ya wale wananchi wa Songea eneo lile la mpakani pale Mkenda bado hatujaishughulikia. Mimi nadhani tutafute mbinu yoyote kuchukua maji kutoka kwa watawa wakati tunasubiri mradi wetu mkubwa wa maji. Leo asubuhi naambiwa kwamba hayupo. Ni bahati mbaya sana, tumekosa maneno ya kuongea, na bahati mbaya sana hata namna ya kuagana naye hatujapata hiyo nafasi. Tulikuwa tunaongea tukijua tutakutana naye baada ya Christmas, ambapo alikuwa amepanga kurudi. Lakini katika mioyo yetu tutamkumbuka sana Jenista Joakim Mhagama kwa utumishi wake uliotukuka wa kuitumikia nchi na kuwatumikia wanaruvuma na kuwatumikia wanasongea. Kwa zaidi ya miaka 20 amekuwa mbunge mwaminifu, na alikilinda sana Chama cha Mapinduzi, na alitusaidia sote bila kinyongo, bila fitina, bila ubaguzi. Alikuwa ni kiongozi wa kipekee sana. Mimi nimefanya na Jenista kwa miaka 3, yeye akiwa mbunge na waziri, na mimi nikiwa mkuu wa wilaya. Yule mama alikuwa mnyenyekevu sijawahi kuona. Jenista alikuwa akija Songea haji kama waziri, alikuwa anakuja kama Jenista mtumishi. Yeye uwaziri wake alikuwa na uacha airport. Akifika pale airport, mambo yote ya waziri yanabaki hapo. Baada ya hapo anajichanganya na wananchi. Siku zote alikuwa mshirikishaji, siku zote alikuwa ni mtu mfuatiliaji wa kero na shida za watu, na siku zote alikuwa na ubinadamu sana. Hata ukimwambia leo siko sawa, kesho lazima kufuatilie. Ulisema hujisikii vizuri, vipi, umeamkaje leo? Vipi kazi za wananchi? Kuna changamoto gani tunaweza kufanya? Kwa hiyo utendaji kazi wake ulikuwa hauna mfano. Ulikuwa ni wa viwango vya hali ya juu sana.